Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika heka nyingine tena ya siku nyingine ambapo tunaungana na familia ya wanaheka kupitia Asili Yetu TV ili kujuzana katika meza yetu kipi ambacho tumekusanyia. Ungana nami, naitwa Mzee wa Tatu, na kama ilivyokuwa ada, siko peke yangu, niko na wana. Lakini kwanza kabisa niliokuwa naye Ankoje, niko hapa. Kwanza ni Jumatatu ambayo imetulia. Lakini kubwa imetulia kwa uchovu au imetulia uchovu, lakini pia hata kama una uchovu leo watu wako kazini. Na lakini siku ya leo tunaangazia heka ya siku ya jana bwana. Ilianzaje? Harakati zilikuwaje? Matukio yote ya jana sisi tunayo. Siku ya jana upande wangu mimi ilikuwa njema sana kwa sababu ilikuwa njema kwa sababu jana ilikuwa ni siku ya kilele cha furaha kwa vijana wa Njombe. Mimi nasema vijana kwa sababu ukiangalia kwenye ule mkusanyiko, asilimia kubwa ya kundi kubwa ilikuwa ni vijana. Wale ndio walikuwa wameshika nafasi na walikuwa wana furaha ambayo ilikuwa sidhani ilikuwa haina kipimo. Kuanzia majuzi kuna cover ambayo ilikuwa inatembea kwamba karibu Njombe, Mheshimiwa Sigrada Mligo. Na safari ilianza mida saa 6 kama saa 7 kasoro kutoka Njombe kwenda Makambako ambako tulienda kumchukua kule. Na tuliongozana na gari za kutosha. Lakini kubwa ambacho kitu kilinikuja kunishangaza baada ya kufika sasa Njombe. Kaona sasa ile umuhimu au uzuri wa lile neno karibu Njombe. Nikaona sasa hili linaendana baada ya kuona vijana wamejitokeza walivyo. Nikaona sasa hii kweli imetisha zaidi. Lakini kubwa zaidi ni baada ya kuwaona baadhi ya wasanii wako pale. Wasanii kweli walikuwepo, lakini kwenye kipengele cha wasanii hapa kidogo kuna baadhi ya watu watakuwa wanajiuliza maswali. Kwa sababu ile ilikuwa ni kama vile tafrija ya kumkaribisha mheshimiwa mara baada ya tunasema ya kupokea uapisho. Na kuanza rasmi shughuli za kibunge. Kwa hiyo jana alikuwa kama vile ndo amerudi nyumbani kwa mara ya kwanza, kwa alikuwa anakaribishwa, lakini pia ilikuwa ni nafasi yake kutoa shukrani kwa wote walio ungana naye kuanzia kwenye harakati za kampeni nini hadi kukamilisha kwa uchaguzi. Ilikuwa ni muda wake wa kutoa shukrani. Haijalishi ulimpigia kura au hujampigia, ulimsupport kwa namna moja au nyingine. Jana ilikuwa hakuna mambo ya uchama, hakuna mambo ya nini. Watu wote ilikuwa wa kwake wa moja. Lakini nilitegemea sherehe kama zile huwa mjini zinapambwa na nyimbo tofauti kutoka kwa wasanii hususani wa nyumbani. Na Njombe kama tunavyojua tunakuwa na wimbi la wasanii wengi wa ngazi za kati na za chini. Nasema wajuu ni wachache sana. Jana palikuwa na ukata wa wasanii. Bwana, hilo tutaliangazia mbele ya safari. Lakini nafasi hii nafikiri tumkaribishe mwamba mwenyewe bodyguard. Bwana, tuko na mgeni. Mgeni huyu naweza kusema ni mmoja kati ya wasanii ambao walipata nafasi ya kipekee, tena nafasi mbili nyeti kwa wakati. Hiyo ndio kubwa kuliko. Tuko naye Beni Malavu kutoka Lupembe. Beni, vipi? Safi, mambo vipi? Fresh, uko poa? Niko poa. Karibu Njombe. Kama kawaida nishakaribia. Lakini pia hongera. Asante, nashukuru. Hebu sijui unalipi la kuanzia. Unaanza na shukrani, unaanza na kupiga odi kwa mashabiki na wadau wako wa sanaa Njombe kwanza? Okay, mimi nataka niwaambie tu wasanii wa Njombe nimebisha hodi sasa. Mimi ni msanii, ni promoter, ni director, ni producer. Sasa wasanii wa Njombe kuna moja hujataja. Okay, ni bodyguard. Ni bodyguard wa Mheshimiwa Sigrada. Okay, Mheshimiwa rasmi au ilikuwa wa mpito? Uhitaji wangu mimi kwamba anaweza kuwa bodyguard wake, napiga tu bodyguard kama kawaida, lakini tunapiga vyote. Sasa nataka niwaambie wasanii wa Njombe wajipange. Simuona zile ngoma zilizopigwa. Sasa simuona Kimarekani zile. Sasa mimi sirekodi hapa. Wapi? Mimi sirekodi ngoma zangu hapa. Zile ngoma mimi naandika mistari natupa
Pia kuna jamaa mmoja yuko Marekani pale ndo anamtumiaga. Beni Malavu. Beni Malavu mimi umeanza kama kawaida. Hapana. Beni Malavu. Hapana, bila waambia. Hebu Beni. Tunasikia hata mixing. Sawa Beni. Hebu tuambie ni kwanza tuanzie hapa kwenye usanii na bodyguard. Kipi kusukuma sana wewe jana kutoka kwenye sanaa yako ukaamua uwe bodyguard alafu baadaye tena urudi kwenye sanaa? Yaani umefanya vitu viwili kwa wakati mmoja, umeweka ulinzi alafu baadaye ukatumbuiza. Na wakati huo anaenda nani? Nani? Yaani nisikize, unajua mimi nini? Usanii kwenye talent. Alafu kwanza usanii ngoja tuambie kitu kimoja. Mimi wasanii wengi wanajua wananijua kutokana na talent yangu, umeona? Mimi ni promoter. Ni producer, director video, umeona? Sasa kwa jana pale ilitokea kwamba kuna uhaba watu kumlinda mheshimiwa. Wakaniita kwamba bwana tunaomba mlinde mheshimiwa. Nikalikaa. Mbona ukukuta nimekaa pale kwenye kitengo. Lakini mimi nilikuwa pale ni yangu ni kwa ajili ya kuperform. Perform show. Afu pia nilikuwa na ile gari ya matangazo. Mimi ni dereva pia. Nilikuwa naendesha gari ya matangazo kama mliona nyinyi wenyewe. Maana nilikuwa najiuliza ule msafara mbona gari inapepea sana hii? Na mimi ndio niko na mheshimiwa mwenyewe wa Lupembe, amemwacha nani? Kumbe aliacha vijana. Mimi ndio naendesha. Mimi ndio mimi anisikize nani asili yetu. Mimi ndio nayemuendesha mheshimiwa mgombea ubunge wa Lupembe wa Chauma. Kwa gari ipi sasa? Ile unaiona gari ya muziki ile Kenda. Mimi ndio nilikuwa naiendesha mwanzo mwisho kampeni zote. Ambapo hata jana umenikuta mheshimiwa Sigrada Mligo ameikodi kwa ya muziki, ndio maana nikaitumia nikaenda nayo Makambako, nimerudi nayo hapa, msafara ukaenda vizuri kama vile umeona. Kwa hiyo mimi ni vitengo vingi, tuache hivyo. Yaani mimi mambo mengi nafanya. Na mengine hujataja. Na sijataja kwa sababu unajua ukishakuwa labda utumike. Inawezekana watu wa system wengine nao. Okay, turudi Beni Malavu. Kwenye swala la utumbuizaji, kwa sababu umesema we mbali na changamoto au recovering ambayo mzifanya jana za bodyguard na nini, lakini special uliokuja nayo nilikuwa ni udereva, lakini pia ulikuja kwa ajili ya kuperform. Ndio maana zile nyimbo uliziandaa zilikuwa maalum kabisa kwa ajili ya siku husika kwenye tukio. Kama Njombe unavyofahamu kwenye upande wa utoaji wa burudani kwenye majukwaa hususan ya kiburudani kama jana, kipi kikushangaza? Unajua nini, mimi nishangaa sana kwa nini wasanii wa Njombe hawataka kujitoa. Hicho ndio kitu nilichoshangaa kwa sababu jana hakuepo hata msanii mwingine official kwamba zaka perform pale. Mimi si wako upande ule mwingine. Sasa hilo ni tatizo. Unajua kama msanii unajua kama msanii inabidi ujitoe kila sehemu. Sasa hawa wasanii wetu tulionao sisi wanataka kukimbilia kule sababu wanaogopa si mapato, si wanaogopa nini, mambo mengi. Unajua unataki kuogopa maisha haya. Hapa Njombe kuna wasanii wengi sana, kuna wakina Kava, kuna wakina Snail, kuna wakina Bialoni, kuna wakina B2K, lakini wote wamekimbilia kule. Mimi sasa mafanikio makubwa si wameyapatia kule. Hapana. Unatakiwa kutoa ujumbe. Kinachotakiwa ni ujumbe tu kwamba tuwasikie kitu. Wote ni Tanzania, ni damu moja, ni wote yani haitakiwi hivyo. Sasa mimi nashangaa wasanii wote wanakimbia chama kimoja, hapana. Ndio maana mimi nikaamua haiwezekani. Ni producer, ni director, ni nini? Lakini ngoja nipige ngoma moja. Nikampigia mheshimiwa Sigrada. Mimi akasema surprise yangu alishangaa. Hakuna msanii wa Njombe yeyote alitoa ngoma nyimbo yoyote kupitia Sigrada. Alafu kuna kitu hata mimi mwenyewe binafsi nilishangaa. Kwa sababu hili tukio la yeye kuja kuandaa hichi kitafrija, hii taarifa ilikuja ni muda mfupi kama siku 2-3, ndio? Lakini wewe tayari ngoma imeandaliwa, imerekodiwa, mixing safi nini. Sasa ndo najiuliza Marekani ilituma lini? Nisikilize, mambo ya mitandao sikilize. Umeona mimi dakika 0. Yaani hiyo kitu mimi ukishacheka kwenye kompyuta unafanya hiki mara moja tu. Ukishacheka mistari yako mtu anatengeneza kila kitu. Ukishaingiza vocal anamaliza mixing kila kitu. Hapana, yani siku hizi unajua teknolojia imetuokoa sana. Teknolojia kila kitu imetuokoa. Bwana, moja ya vitu ambavyo jana vilifanya vizuri sana ukumbini ni baada ya yeye kuperform. Meza kuu yote ilisimama, lakini pia hata watu ambao walikuwa nyuma ya vitu walisogea mbele. Wapo waliocheza, wapo walionyanyua simu kwa ajili ya kurekodi lile tukio. Lakini Beni Malavu mwishoni bwana alitupiga. Akatuambia bwana, nashukuru dadangu tumekuwa pamoja, kwa hiyo nimekuja kumsupport. Lakini kwenye nyimbo ya kusema kwamba nyimbo imefanyiwa Marekani, watu walibisha. Watu waligoma. Yaani pale DJ ataka tu aongezee tu neno ulikuepo, sasa unabisha. Hapana.
ndio tunabisha. Unajua tunabisha kwa sababu gani? Mimi nashangaa kwa nini ubishe? Akati teknolojia sasa inaeleweka. Mimi naandika mistari. Mimi unajua mimi brand kubwa Beni Mara. Vocal umeingizia studio gani? Vocal nimeingizia kwangu studio kwangu. Alafu nikatuma zile vocal mimi na studio. Snare anazali. Sasa unabisha ulikuepo? Mimi sibishi. Angojea hapo nilichokonoa. Lakini sikize mimi, unajua mimi connection nilionayo kwamba mimi nikitengeneza kitu kuna ndugu zangu, kuna jamaa zangu hapo kule nikiwatumia tapu penye mazani kila kitu kwa ile nyimbo mix imefanywa Marekani. Niache uongo. Mr. Kwa mnafiki. Na nafikiri huyu ni msanii wa kwanza basi Njombe. Kwa Njombe hii. Au nyanda za juu kusini. Tuachane. Yaani nafikiri kuna msanii mmoja alishawahi kutujuza vitu kama hivi. Alisema nafikiri kwa ni gitaa. Alisema limepigiwa South Africa. Nigeria. Ni nani huyu? Ilikuwa nafikiri ni kama so Nodi Music, kitu kama Nodi. Kuna ngoma moja hivi alikuja akagusia akasema kwamba kuna gita la solo. Akasema ile gita kama so Nodi nafikiri anaweza kaa kama so Nodi ni Mogali. Akasema hii mix ni upande wa solo imepigwa na jamaa moja yuko nani Nigeria kama so Nigeria Kongo. Kwa hiyo haya mambo tunaanza kwenda ni kwamba ni mtu yote akifanya kitu kizuri hatutaki kusifia wa hapa nyumbani au wale wa kule ndio wanafanya vema zaidi kuliko hapa nyumbani. Mimi sijaelewa yani hapa. Sio kwamba wale wa kule wanafanya vema. Unajua ni connection tu. Mimi ni connection, yani kwa sababu mimi connection ninayo hapa Njombe. Na sasa ni chache sana, lakini mimi connection yangu nilionayo hapa ni wasanii tu. Kwamba hiyo wasanii, ma producers sijapata connection hapa. Ndio maana nimewatumia ma producer ambao rafiki zangu hapo kule. Unajua mnasikia. Ambayo hiyo kitu wanani manage. Unajua mimi manager wangu nani? Ni Ndone. Ndone John. Sio. Yaani mimi sasa hivi haitwi Ndone. Ni katibu wa mbunge. Mheshimiwa katibu wa mbunge wa Sigilani Ndone. Ndone ndio ambaye kila kitu manager ambaye anaelekeza bwana Ben tunafanya hiki watu wanasikia hapa mjini. Sisi tunawapa siri. Ndio ananiambia bwana Ben tufanye hiki tufanye. Kwa hiyo ndio naenda hivyo. Mimi nataka niwaambie tu wasanii wa Njombe waache mambo kusema eti mimi nikiimba wimbo mtu fulani hivi na hivi na hivi. Maisha hebu tujuze kitu kimoja. Umeshatuambia hapa kwenye utambulisho wako kwamba wewe pia ni promoter. Na nafikiri tumeshakuwa na matukio kwamba yanayotoka Njombe kwenda kule Lupembe umekuwa ukihusishwa sana na zile burudani. Hebu tuambie changamoto ambazo unazipata hususan ukichukua wasanii wa huku Njombe kuwapeleka pale Lupembe kwa ajili ya kutoa burudani. Changamoto gani unakutana nazo? Bwana ankoji. Wewe ankoji anacheka wewe ankoji. Kwani wewe ankoji ulikuwepo wakati burudani zinatolewa Lupembe? Hapana, mimi nisikize. Changamoto nakutana nazo lakini sasa nisikize mimi hapana, mimi naita wasanii sana pale Lupembe, napeleka wasanii wengi sana. Afu wasanii wote wa Njombe nawapeleka pale lakini sije kutana changamoto yote. Beni Mara. Mimi na wabebi sio kutana changamoto. Ile show ya mwisho ilikuwaje? Show ya mwisho nilifanya na Snela. Show ya mwisho ni Snela. Ya nyuma yake kidogo? Ya nyuma yake nilifanya na Dula Kinala. Unajua Dula Kinala yuko Morogoro, msanii wa Singeli. Hebu tusije mbali. Tusizunguke. Ni show gani ambaye uli promote wewe pale Lupembe? Afrika wa mbovu kuliko show zote ikafika mahali ikakupa ukakasi lakini haikukatishi tamaa. Akakwambia bwana promoter gani umetuletea hii? Hapana, mimi nimefanya show vizuri, ziko vizuri. Wasanii wote nikiwaleta mimi pale wako vizuri. Ninawaleta kina Bialo nini mmeta Mogali huyo Mogali kama kawaida. Kwenye show ya Mogali ilikuwaje? Aliperform. Huyo Mogali anamkubali. Kama Mungu amjue Mogali anamkubali sana. Kabisa. Wewe una uhakika ndugu yangu? Mogali anapiga show, mimi nimemkubali sana kijana yule. Yuko vizuri sana. Bwana, kuna moja ya show ambazo uliwahi kuziandaa Lupembe na zile show kiufupi mashabiki walikulaumu, lakini pia mashabiki wakati msanii yuko kwenye stage waliomba msanii huyo ashuke. Hiyo changamoto ni kawaida sana. Kwa nini ilitokea hivyo? Inatokea kwa sababu gani? Unajua mashabiki muda mwingi ikishafika mida saa 7 saa ngapi wameshaelewa. Haikuwa hivyo. Taarifa tunazo sema wanatupiga. Hapana, kwa kitu. Mbona Tasnila ni show yake nika cancel? Na alikuwa na MCB. Kwa sababu gani? Wewe unajua nini kama alikuwa ana perform Snela siku ile? Ameperform nyimbo kama 4. Lakini sasa mashabiki wana mizuka mizidi, sasa wanaenda kutaka kumsogea msanii wa Mzulu. Hiyo kitu tukutaka nika cancel. Hata Mogali naye. Itokea hicho kitu watu mashabiki wanamzuka naye. Unajua Mogali walikuwa wanamzuka naye.
Mugali walikuwa wanamzuka naye. Unajua msanii mkubwa sana Mugali. Aliwaimbisha watu, alicheza na watu. Shoto kulia twende. Sasa ile ikatokea kwamba watu wanamzuka naye Mugali. Kama unavyojua Mugali ni msanii wenu. Hapa msanii wetu si Njombe hii. Watu wanasema Beni bwana huyo hivi na hivi na hivi. Tumuelewa. Umeelewa? Na msanii gani ambaye alifanya show? Mzee wa tatu. Yaani hapo kama huna D mbili huwezi kutoboa. Basi bwana, hiyo imeeleweka vizuri. Bwana Beni, hebu tuambie msanii gani ambaye alifanya show ambayo naweza ngasema ilikuwa bora zaidi na ilikulipa, alafu haikukuacha lawama wala doa. Yani asubuhi umehakisha yani umeclear kila kitu na bado mkwanja ulikuwa nao wa kutosha. Kuna show kama 2-3 hivi. Hizo kweli zinaona kabisa zinipa faida kidogo. Nifanya show na Snella. Ile Snella nilikata. Snella alinipa gharama nyingi sana kwa hela yake. Snella ni msanii ambaye ana brandi. Ndio akalipa gharama yake, ilinipa ile kweli kidogo, ilinikata kidogo, sio sana lakini hela yake nilimlipa. Kuna show ya jamaa moja aitwa Dula Kinala ambayo yuko Morogoro, hiyo naye kidogo hiyo ilinipa kweli moja. Kuna show ya jamaa moja anacheza na nyoka. Acha Naibu anaitwa Naibu Manyoka. Naibu huyo. Yule ilinipa yule kweli yani. Nabialoni ile naye ilikata. Upepo uliumba. Nabialoni au mganga wako kutoa sadaka. Nabialoni yule na nani yule yule dada moja aitwa nani? Tikisiara. Naye ilikata. Lakini lao walipewa. Kwa ili kukata kwako. Kwangu mimi nikata, lakini wao chao. Hebu turudi kwenye tusiangazie sasa msanii yote, turudi kwenye kibiashara. Unafikiri kwa nini baadhi ya wasanii ukiandaa nao show inakukata? Ni kwamba wanakuwa hawakubaliki na mashabiki, washabiki wanaingia wachache, au wao gharama tu wanazokuambia inakuwa ni nyingi, hata watu wakijaa kwenye eneo ambalo umeliandaa bado hailipi? Gharama pia ni gharama. Mashabiki wapo wengi sana. Unajua kule kuna mashabiki sana Lupembe. Mashabiki wapo wengi, lakini gharama anayokutajia msanii. Yani kama nakwambia msijui, hatuwezi kutaja, lakini ndio hivyo. Inakuunda mwingine inakukata. Kwa hiyo tukasema changamoto pia ni ukumbi unakuwa mdogo. Kwamba watu wanajaa, lakini ukikusanya yale maokoto ukianza kutoa mambo inakata kwa kutia. Hakuna biashara ambayo isiyokuwa na hasara. Sawa, umeona. Lakini zaenda kanilete msanii mkubwa. Sasa nataka niachane na Njombe. Naachana na Njombe yote, yani wasanii wa Njombe na cancel sasa. Changamoto gani zinafanya cancel? Kwa sababu umeshasema kwamba msanii anapotaja gharama kubwa lazima kukate, kwa sababu na eneo ambalo unafanyia hizo burudani ni dogo. Sasa unaenda kuchukua msanii mkubwa, uone kule ndo utapata hasara zaidi? Hapana. Hata nipate hasara, lakini mimi nataka nitengeneze brandi. Yani mimi nataka yani ile Lupembe wajue kwamba kwa sababu nishaleta wasanii wengi kule nikiwataja. Nimemwelewa Beni Malavu. Anachokipambana sasa hivi si kupambana kupata pesa, anapambana kutengeneza jina, brandi kwanza, jina likae sawa. Nirudi pale. Mimi nishatengeneza brandi jina Beni Malavu kwa sababu nimeleta wasanii wengi kule kinasema Mnazareti kipindi kile. Na sasa hivi tunafikiria sasa kumleta nani? Sasa hizi mwanangu. Au Harmonize. Hapana, nisiende hivyo kwa kweli. Kwa sasa napambana kumleta ujue nani? Nikiwatajia Amina. Hapana, chana huyo. Sitaki kuwataja, itakuwa surprise. Mtaona tumatangazo. Ila tujue kwamba kuna surprise inakuja. Surprise inakuja, msanii mkubwa ni. Achana na Wanjombe sasa na cancel ni Wanjombe wote. Wakina Snella sio wakina nani, wakina Bialoni, Kavo. Achana na. Ila nilikuwa nimalize na Kavo show ya mwisho. Sasa Kavo sasa mheshimiwa unapoita ya majina. Ni mheshimiwa yule. Sasa zishaisha, sio nani uchaguzi ushaisha? Bado nafasi yake ipo. Ni mheshimiwa. Hapana, sio mheshimiwa, lakini na cancel. Lakini siku ya jana bwana tuliokota maokoto vya kutosha. Hapana, hakuna maokoto yote yalitokea pale. Kuna maokoto ni ya kawaida sana hizi, yani ya kawaida sana vile vitu ambavyo huwezi kunani sana. Kitu jana ambacho kilikuvutia sana pale ukumbini, yani pamoja na changamoto ambazo umesema kwamba wasanii walikuwa ni duni, wachache sana na nini, lakini kitu ambacho kilikuvutia sana? Mimi kitu nivutia unajua nini? Mwitikio wa watu kwanza. Watu wanaitika sana. Unajua kama Mheshimiwa Sigirada ana watu, tuache uongo. Ana watu, alijipanga, kila kitu kilikwenda sahihi. Yani mimi nilichopenda kwanza hata ile arrangement yenyewe.
viongozi walipanga vizuri, ukizingatia alifanya surprise pale, kuna mdogo wangu Ndone alitangazwa kuwa katibu wake. Yani hicho kitu kilinishangaza, hata mimi nione nishangaza kasa kwa sababu Ndone nimezunguka naye kwenye kampeni zote za mheshimiwa yule wa Lupembe kwa kugombea jimbo la Lupembe. Nimezunguka naye Ndone mwanzo mwisho. Kwa hiyo kuja anatangazwa pale ndio kitu kilichangaza. Nitaka nikasema Ndone ndugu wangu. Hivi hicho kitu kilinishangaza nacho uongo. Kwa hiyo Sigrada tuombe. Kushangaza jana, lakini sisi ambao ni wazoefu tulishaanza kushangaa toka mwanzo anaingia mheshimiwa kwenye kutambulishwa kama mgombea wa ubunge jimbo la Njombe kupitia chama cha umma. Tuliona pale Kavu alichaguliwa pap kwa pap nitakugombea. Umeelewa? Enjo Kidoti alikataa. Enjo Kidoti itakaa gombee ubunge viti maalum kama sikosei. Alikataa. Kwa hiyo sisi tulishazoea hii. Tulishaanza kuona nyuma. Kwa hiyo siku ya jana tulikuwa tayari tumeshazoea na tunajua kuna habari lazima mjue, si wambea yani lazima mjue sasa rekebisha kauli. Yani lazima mtafiti habari zote, lazima mjue. Yani tena asili yetu inajua lazima mchokonue. Yani mimi ni wachokonoaji na wafahamu. Lakini tuseme hii mianya ya kimafanikio ambayo inaonyeshwa na baadhi ya vijana hususan kupitia vyama hivi ambavyo vinakuja. Wewe inakupa funzo gani kama kijana kwamba tufanye hivi? Tena mimi nifunza sana kwa sababu mimi sipo na chama. Okay. Lakini kupitia hapa nimeona kuna mafanikio sana kwa sababu hapa tunashapata ajira tayari. Okay. Wengi wanapata ajira kupitia hiyo. Mtu mheshimiwa amepita hivi watu ajira wanapata nyingi. Yani jamani lazima na bado tutaona vingi. Tutaona mengi. Yani mengi sana. Yani usije kuona watu tumetokea tuko same front tuko same kwa sababu maafu si ndio yule. Ndio hivyo. Kama hivyo wewe utegemea Ndone angekuja kwa katibu. Niwaulize hivi haendani hapo. Hapana. Mimi ninachokifahamu jana niliweka status ya asubuhi nikamwambia usimkatie tamaa binadamu yoyote anayepumua. Kwa hiyo maisha ya mtu anaweza kubadilika dakika yoyote na wakati wowote. Kwa hiyo kilichotokea jana ni yale matokeo. Yawezekana jinsi yeye alivyoishi na mheshimiwa. Okay. Kwa hiyo na vijana wengi tu tunapokuja kufeli ni kwenye uvumilivu. Hapo tu. Hicho tu ndio kitu tunatufelisha. Hapo ndio tunapofeli. Vumilia inataka mimi. Wewe unaweza. Ulipata historia ya mheshimiwa. Kwa kiasi changu. Sasa mimi naweza nikaona ni kikubwa kumbe wenzangu wanaona bado. Najaribu. Sio kila mtu anapenda kujisifu yeye mwenyewe. Sasa mimi mvumilivu. Kumbe ukiangaliwa na watu wanasema bado wewe. Ben Malavo, tumepiga stories vya kutosha na tumechimbua. Ujumbe wako sasa kwa wasanii wa mkoa wa Njombe kiujumla hasa jimbo. Sasa hivi tuangazie mkoa. Kwa sababu yule ni bunge wa mkoa. Na mheshimiwa Sigrada ni rafiki wa vijana pamoja na wasanii na kila mtu. Wito wako sasa kwa wasanii hapa tuko kisanii zaidi. Kisanii sasa. Sasa hapa naongea mimi achana na watu wengine huko. Mimi naongea sasa kama promoter wasanii wa Njombe sasa. Mimi promoter wenu Ben Malavo. Sasa naambieni wasanii wa Njombe tubadilike. Acheni yale mambo kusema mimi nikiimba hivi nikimbia huku si nitafanya. Acheni. Kwa sababu mimi siona msanii wetu wa Njombe alimba chama kingine. Hakuna hata huyu aliingia kwenye kampeni ya chama kingine. Kuna mmoja nani tusiache kumpa sifa yake Da Poison. Alitoa wimbo special kwa ajili ya mheshimiwa Sigrada. Lakini mbona kujitokeza jana kwenye hafla? Jana alikuwepo. Mbona sikumuona? Alikuwa amevaa t-shirt nyekundu. Sikumuona. Ndio maana kwambia sasa wasanii utatizo yani mimi nashangaa. Unajua wasanii wanakuwa kama nao machao muda mwingine. Yani wanaenda nakimbilia kule nini wanapiga mikelele mingi. Hapana wewe piga kitu, toa ujumbe wako mzuri, watu wakisikiliza. Unajua watu wanaangalia tu ujumbe, usikilize tu watu hivi na hivi na hivi. Labda wanalinda brand kwa sababu brand gani msanii wa Njombe na brand hapa msanii wa Njombe. Niambie nani ana brand gani hapa? Bwana wewe. Nani ana brand kusema hapa umekiri umesema kina Snaila ni brand. Sasa hizi tena unakata. Hapana bwana mimi yani sioni kusema na brand ya kutisha tu kwa jilinda brand zao kusema nini? Sasa ni wana kwa brand ziko lengo za kujificha. Sio za kujificha hivyo yani kusema tu ushinde kutoa tu yani ushinde kutoa eti ujumbe kwa wananchi. Hasa kama hili eti ushinde kutoa eti nyimbo kusema naogopa eti kitu fulani. Acheni mambo hayo wasanii wa Njombe. Tubadilike tufanye kitu ambacho unajua kabisa okay. Nafanya ujumbe yani msanii ni wewe ni msanii unabidi ufanye ujumbe watu wasikie kwamba ameimba hiki. Snaila Kavu ameimba hivi. Nani ameimba hivi hivi. Sio kwamba sababu ni mtu fulani. Kwa hiyo Ben Malavo wewe tafsiri yako kwamba wasanii wameacha kutoa ujumbe ila wamekimbilia kuwa machao. Kuna muda mwingine mimi naona hivyo tu. Niache uongo tu. Wewe ni wanakimbilia kwenye kisinia. Kule wanakimbilia ni kule. Kule yani wanataka kukimbilia tu wakisikia bendera wanafanya hivi.
Tumerudi kwenye kisinia. Msanii inabidi ufanye kitu ambacho watu jamii kusikia kwamba ameimbia kitu fulani. Muimbie mtu fulani, imbia nini na nini. Imba hivyo lakini kwamba wasanii wa Njombe wanashindwa kuwa na ubunifu wa kwenda na matukio ya nyakati husika. Kwamba tukio kwamba kuna hichi tunachomeka. Kuna kipindi fulani msanii pia pesa. Sasa unajua tukio kama hili limeandaliwa ndani ya siku 2 ankoje sawa au siku 3. Yaani msanii wa hapa Njombe unakuta pesa tu ya kurekodi anajikongoja hadi wiki 2. Kurekodi kushingapi kurekodi jamani? Tunaulizaga hapo anasema laki 2. Sisi tumerekodi mbona ndani ya siku 2 tu na ndugu yangu ndo sasa simpunga hamna. Ndio kama sasa wasanii wanakuja hawana hela, wasanii wanakuja hawana hela wasanii. Mimi nashangaga wasanii unakuja una hela msanii. Wewe msanii una hela? Kweli? Sasa mimi unanichangaza. Una hela msanii? Sasa unakuwa na bajeti mkoani unabakanda kuna bajeti kwamba na milioni 2, 3, 4 unayo. Ile ambayo sio unaingia muda wote. Video na rekodi muda wote. Acha kusema si una hela nini tutakuchangisha video tukuchangia video sisi. Msanii unajichafua ni wewe unataka kutuchanganya sisi. Acha mambo yenu. Mimi naambia hapana unajichafua ni wewe unachanganya. Ila Beni Malavu. Hapana. Sasa unakuja una hela. Beni Malavu tukiendelea utachafua hali yako. Hapana. Sasa unakuja una hela. Wewe bwana. Sasa mimi naomba msanii bio na account. Yaani unakuwa na account yako unajua kabisa na budget yangu ya video, audio. Hiyo naomba tuambie kwamba wasanii wa Njombe tukiwakusanya sasa hivi tutoe hata laki chap hapa tunaweza tutapoteana hapa. Utakuta simu hazipatikani hapa bibi na kuambia za watu wako wanajiuliza wako wapi. Na makazi kwa watu waona. Mimi nawaambieni hapo. Bana Snera pale hamuoni. Snera anatoa wapi? Snera anatoa bana anamfanya. Najua yeye Snera. Kwa sababu Snera vipi? Kuna mchango wa laki hapa. Utasikia mambo mengi. Bila kwambia lakini hamna. Okay. Unajua hajitahidi lakini tujitabasa hivi na kwambia tujipange tupambane. Tuwe na makaya ila director hapana bwana. Tumepiga story nyingi sana Eddie yani Beni. Tumepiga story nyingi sana kwenye heka leo, lakini nafikiri ni mara ya kwanza ukiwa ndani ya Asili Yetu TV kupitia heka. Kipi ambacho unakiona uchangizi wa heka na Asili Yetu TV kwa ujumla kwenye upande wa sanaa ya Njombe? Hapana, hapo sasa mimi ndo nataka niwasifie Asili Yetu TV. Kwa sababu mimi Asili Yetu TV ndo TV ambayo nimeifollow. Okay. Ambayo kila kitu mkiposti nakiona. Kinaingia kwangu tap. Si WhatsApp, si Facebook, si YouTube, si wapi. Kila sehemu mimi nawafollow. Kwamba mimi mnachoposti nakiona. Nadhani angojea anakuwa kanaona Beni Malavu ameona kitu. Mimi nawaona wasanii wengi na waangalia. Jana nimewapenda sana Asili Yetu TV. Mmejitokeza. Toka nimeenda mimi niko na kule Makambako nimewaona. Mnajitoa unajua ile? Mnajitoka kabisa kama unajua kabisa Asili Yetu TV Njombe inawakilisha. Kweli najua mnajitafuta. Asili Yetu TV unajua mnajitafuta kwa hivi lakini kweli mnapambana mnawadhamini Omboro kuna nini? Yaani hivyo. Jamani mimi nawashukuru sana Asili Yetu TV yani sana nawapongeza yani mpambane. Njombe izidi kwenda juu. Na wasanii wa Njombe watoke. Okay. Na wasanii wa Njombe waache ile kukaa kizembezembe ni wasanii msiwaelewe yani muda mwingine ndio wananitisha. Ndio wananitishaga mimi waelewi nini Beni Malavu. Wanakaa kizembe namna gani? Wasanii wa Njombe ndio wanachakaza. Wapo sasa hivi Tangole Music. Ngole media nyingi wanamwambia kwamba anakimbiza. Ngole mimi namuona show zake sinazifuatilia muda mwingine anavuma sana nyumbani kwao si wapi kijiji gani kile. Naona akiwa kimbizaga iko channel anapost lakini basi mwingine anapost. Bwana shukrani tu kwa wewe ambaye uliketi pamoja nasi kupitia heka siku ya leo. Tumepiga mastori mengi leo, tulikuwa naye Beni Malavu kutoka Lupembe. Alikuwa anawakilisha wilaya ya Lupembe yote. Lakini pia ni mwenyeji sana wa hapa Njombe mjini. Akiwa yeye amesema mengi kwamba ni director lakini pia ni msanii lakini ni bodyguard anatumika kama kiraka ipakiwa na emergency. Lakini nilipenda kuna style moja pale kuna mtu alikuwa anapita karibu na stage hapa, ulikuwa umeweka glasi yako pale ya mvinyo kama unaipiga kwa makini kweli jamaa sijakapiga chakula ndako kupiga kimwage chakula kula nini. Bwana tuangazie wadhamini wetu. Bwana tukitoka hapa tunaenda wapi kwanza? Hapa nafikiri kwa muda huu kwa sababu leo tulichelewa kidogo kuanza kipindi kwa ajili ya kumsubiri Beni.
tukitoka hapa twende kwa Mangoni. Mama Mngoni tukale pale. Kapige msosi kwanza. Tukale pale kwanza. Na sasa hivi kitakuwa tayari kimesha chakula kiko safi. Lazima ukale kwa Mangoni. Meneja wangu yale anakula mafuta jana si hapo yale. Yale tunachanga. Sasa nyinyi ndio mnatoa kila kitu wale. Sisi ndio mapromota wenyewe. Sisi ndio mapromota. Tukitoka kwa Mama Mngoni. Tukitoka kwa Mangoni, leo ni Jumatatu, lazima tuhakikishe tunapitia ofisi zetu za wadhamini kuangalia hata kama hatutakuwa na mahitaji labda kunyoa kufanya nini, lakini tupite tuangalie tu huduma ambazo zinavyoendelea pale Urban Shave. Wataalamu wa kunyoa. Lakini tukitoka pale tupitie angalau pale Wela tupige picha 2-3 nini. Leo atakuwepo kweli mzee wa sniga kweli. Mr. mwenyewe. Mr. leo tunataka tupigwe picha na Mr. mwenyewe. Lakini tukitoka hapo wakati tunarejea nyumbani sasa tutapandishia pale gorofani. Tuangalie ndugu yangu Edi nani Beni si ana familia. Mtoto wako mdogo sana miaka mingapi? Sina mtoto wangu mdogo wa mwisho yuko darasa la pili. Pale tunapata nguo. Anapata dada. Kwa dada pale Kids Shop. Chumba namba 17. Tunabeba pale mavazi tunarejea na sasa hivi ni msimu wa sikukuu ndo kama hivi zinaanza. Sasa tunaanza na jana amesema leo ameshusha mzigo mpya. Nataka nitembelee nione. Usijali. Na mara baada hapo tutakuja uketi mahali tuendelee piga Ombolo wine kama na jana watu walichangamka. Ombolo wine jamani, kwa tuache uongo. Kijana mwenyewe nimekubali Ombolo wine ndio ilinywesha ile hafla yote ya mwisho. Na watu walikuwa au mzee uli nani? Mimi nilikunywa. Kwa sababu mimi Ombolo wine haina nguvu. Yaani unaamka asubuhi safi. Kwa chongo mimi nimeamka na nimekaa kwenye dumu kabisa, nimeamka kwenye dumu kwenye gari. Ni chongo nimeamka kwenye dumu kwenye gari. Kweli ile Ombolo jamani, Ombolo. Au ndio dumu alikuwa anatafuta jana limepotea. Ndio nilikuwa nalo mimi. Nilikuwa kwenye gari. Wala mimi sina la ziada. Asante, shukrani sana kwa wale ambao umeendelea kutufuatilia vizuri, lakini endelea kututembelea katika mitandao yetu ya kijamii, na maanisha Facebook, TikTok, lakini bila kusahau Instagram. Unakuwa unatupata kwa jina moja tu la Asili Yetu TV, lakini usisite basi kutembelea kwenye channel yetu pendwa Asili Yetu TV pale YouTube. Una subscribe, like, share, comment, tunakuwa tunaenda pamoja sana. Naitwa Mzee wa Tatu. Heka ndio inakomea hapa kwa leo, mpaka siku nyingine tena. Bye bye. Asante.